Hadi kwamba macho na masikio ya wakazi wa mji wa Korogwe na viunga vyake sasa yataelekezwa kwenye dimba la TTC mjini Korogwe, ambapo siku ya Jumapili tarehe 28 mwezi huu wa 6 kutachezwa fainali kubwa ya Njama Amani na Uzalendo Cup. Mchezo huo utakutanisha vigogo wawili wa mashindano hayo, Masugulu FC pamoja na Lwengera Darajani, zote kutoka halmashauri ya mji Korogwe, katika pambano linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa baada ya timu zote kuonyesha kiwango bora tangu kuanza kwa michuano hiyo. Mashindano ya Njama Amani Uzalendo Cup yameandaliwa na mbunge wa jimbo la Korogwe mjini CPA Charles Mhando Njama, yakiwa na lengo la kuibua vipaji vya vijana, kuhamasisha amani, mshikamano na uzalendo kupitia michezo, kama anavyoeleza mwandaji mwenyewe wa mashindano haya CPA Charles Njama. Tunatambua kwamba ili kila kitu kiweze kwenda katika nchi na katika eneo lolote, hamwezi kwenda kutafuta maendeleo kama hakuna amani. Kwa ni lazima kwanza tujenge amani ya nchi yetu na eneo letu, ili kuhakikisha kwamba mazingira yanaruhusu kufanya biashara, mazingira yanaruhusu watu kuenjoy, mazingira yanaruhusu watu kufanya kazi. Hayo yote yanapatikana kwenye nini? Kwenye amani. Kwa ni lazima tutengeneze hilo. Lakini ili ufanye hayo pia ni lazima sisi wa Tanzania na watu wa Korogwe tuwe na uzalendo kwa nchi yetu. Unapokuwa na uzalendo, maana yake unakuwa na wivu wa nchi yako, unakuwa na wivu wa viongozi wako, unakuwa na wivu wa rasilimali zako. Kwa hiyo hutoruhusu chochote kije ili kwenda kuondoa sasa au kwenda kuiathiri nchi yako kwa namna nyingine. Kwa ni lazima tuwe na uzalendo na vya kwetu. Sasa tukiongelea Korogwe, lazima tupende pia vya kwetu vya Korogwe, kama sehemu ya kuhakikisha kwamba Korogwe yetu inapata maendeleo. Kwa hiyo huu ujumbe wa amani na uzalendo ni muhimu sana tunapokwenda kwenye mashindano haya. Akizungumza kuelekea fainali hiyo ambayo mgeni rasmi ni Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Christian Makonda, CPA Charles Mhando Njama amesema kuwa inakwenda kuitangaza Korogwe kupitia nyanja mbalimbali. Sasa ukizungumzia fainali hii kwa Korogwe, moja, anakuja mtu ambaye ana influence kubwa katika michezo. Kwa ujio wake peke yake kwanza ni kwenda kuitangaza Korogwe yetu, ni kwenda kuzitangaza timu zetu, ni kwenda kutangaza vipaji ambavyo tunavyo. Lakini itakuwepo biashara ndogo ndogo ambazo wakina mama na watu wengine watafanya ndani ya siku hiyo. Lakini zaidi sana tunaangalia kesho kubwa, sio leo. Leo tunaenda kupanda mbegu kwa ajili ya kutengeneza kesho kubwa. Tutakuwepo na wenzetu wa Scout kutoka Coastal Union, tutakuwepo wenzetu wa Scout kutoka African Sports. Hawa wote tumewatumia barua kuwaomba waweze kuwepo. Kwa hiyo wanavyokuwepo hawa, naamini katika mashindano haya tutakosa vijana wawili watatu ambao watapata nafasi ya kutoka kwenda mbele. Kwa tukiendelea kuyafanya na tunavyoendelea, tutaendelea kuwaleta wengine zaidi, wa scout wengine zaidi, ili watakavyokuwa wanakuja wapiki. Baada ya muda tutakuwa na watu kadhaa ambao wako nje ya Korogwe wakienda kucheza katika timu nyingine ndani ya nchi na ikiwezekana nje ya nchi baadaye. Kwa upande wake, katibu wa chama cha soka wilaya ya Korogwe KDFA Mohamed Mgandi pamoja na katibu wa kamati ya mashindano hayo Ekal Simbimbingi wamesema maandalizi ya mchezo huo wa kuvutia yamekamilika. Watanzania wote watakiwa waangalie jinsi ya fainali hii ilivyokuwa imebeba ukubwa. Fainali hii ni kubwa. Tumeshaona Korogwe kwa fainali zimeshapita za watu wakubwa, lakini hii ni kubwa. Kwa maana hiyo imehamasishwa, kwa sababu ukienda kuangalia pia kuna waamuzi wa FIFA. Tutakuwa na Arajiga, tutakuwa na Tatu Mwalongo, tutakuwa na Mohamed Yasir Mkono, ni watu ambao wako kwenye viti vya FIFA kabisa. Kwa hiyo ni ligi ambayo ni bora. Lakini pamoja na hivyo, uhamasishi mkubwa zaidi sijawahi kuona. Hata Ndondo Cup ukienda kuangalia, ligi yetu ya Njama Cup ilikuwa ina ubora zaidi. Mshindi wa kwanza anakwenda kupata bajaji
yenye thamani ya milioni 11, lakini mshindi wa pili anakwenda kupata pikipiki, mshindi wa tatu anakwenda kupata ng'ombe mwenye thamani ya milioni 2.20. Fainali itachezwa katika uwanja wa TTC na maandalizi yote yamekamilika kwa 98%. Tunasubiria tu uhai wa Mwenyezi Mungu akituamsha salama siku ya Jumapili. Tunaamini Korogwe yote itakuwa pale kwa sababu ndio mtoko wa Jumapili. Sisi tuweka Jumapili tukiamini ndio mtoko. Mtu akifikia kutoka Jumapili anakuja kuangalia fainali. Na fainali itaanza ufunguzi pale saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tutakuwa pale uwanjani. Kila kitu kimekamilika. Mgeni rasmi atafika Jumamosi, maandalizi yote yamekamilika. Timu zote ziko tayari, ziko sawa sawa kuja kuonesha mchezo mzuri na bora kabisa. Naye mwakilishi wa Masuguru FC Salehe Yahaya almaarufu Kipele amesema timu yao ipo tayari kwa pambano hilo la fainali na anaamini maandalizi waliyojipanga nayo yatawawezesha kutoa ubingwa kwa msimu huu, huku kwa upande wake meneja wa Lengera Darajani FC amesema wamejipanga vizuri na wanaamini safari yao ya mafanikio itahitimishwa kwa ushindi katika mchezo huo wa fainali. Kwa majina naitwa Salehe Yahaya, ni meneja wa timu ya Masuguru FC. Tumecheza fainali nyingi na tumeshiriki katika ligi tofauti tofauti, lakini katika fainali hii na ligi hii ni ligi kubwa sana. Hivyo wapinzani wetu wajiandae, na mashabiki wetu, watu wote tunawakaribisha katika mchezo huu. Natumaini utaenda kuona mchezo bora na mchezo mzuri zaidi. Huo ukubwa mnaozungumzia ninyi kuelekea mchezo huu unatokana na nini? Cha kwanza ni ubora wa ligi, kitu ambacho kimefanya timu nyingi zimevutiwa, hususan katika zawadi. Nafikiri hakuna timu au hakuna ligi ambayo ilianzishwa ikawa bora zaidi ya hii. Kwa majina anaitwa Isa Shabani Achimwene, ni meneja wa timu ya Lengera Darajani. So far wachezaji wa Masuguru na timu ya Masuguru kiujumla ni timu nzuri. Ni timu nzuri na ndio maana tumeweza kufika nayo fainali. Na wao wamepambana wakafika fainali. Na hata timu walitoka kuitoa pia haikuwa mbaya. Sawa, ila wameingia maji ya kina kirefu. Yaani ya maji walioyafuata ni ya kina kirefu. Sawa. Japo sio lugha nzuri kumwambia mwanaume mwenzio nitakupiga, lakini naamini kwenye hili huu ni mtumbu wa Ligongo. Wajiandae vya kutosha. Kwa sababu sisi ni watu wa Jangwani Darajani. Juma ameshaitwa Juma wa majini. Kwa mwambie Juma anaenda kupotea Jangwani ambako hata chimbe hawezi kupata hayo majini. Tunamkaribisha sana Darajani aje. Mashabiki lukuki wa soka kutoka maeneo mbalimbali ya Korogwe mjini pamoja na maeneo jirani wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi kushuhudia mchezo huo utakaopigwa kwenye dimba la uwanja wa chuo cha walimu Korogwe TTC, huku burudani mbalimbali zikitarajiwa kabla na baada ya mchezo huo kurindima. Nikidundadunda kimichezo kutoka hapa mjini Korogwe, mimi ni mwanamichezo wako jezi nambari 9 mgongoni, Maretini Mhina.